Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mizigo mizito na mkao mbaya ni chanzo cha kimya cha maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo na kiuno yamekuwa ni tatizo linaloongezeka kwa kasi kwa marika yote, hasa kwa wanafunzi na watu wanaokaa muda mrefu au kufanya kazi za kuendesha vyombo vya usafiri wakiwa wameweka vitu vya kutunisha mifuko yao ya nyuma. Lakini je, tunafahamu chanzo halisi cha maumivu haya? Kwa majina anaitwa Jeremia Cosmas, ni driver bodaboda wa hapa Sengerema katika kituo hiki cha Kabita A Motorcycle Group kilichopo mjini kati Sengerema mjini. Niliwahi kutumia wallet kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa na takriban miaka 4 sijawahi tena kutumia wallet kwa sababu niliwahi kupotelewa na wallet ikiwa na vitambulisho vyangu kama 4 ikiwemo kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha taifa pamoja na leseni. Sasa toka hapo baada ya kupotelewa hivyo sikuona tena haja ya kuwa na wallet kwa sababu nijikuta natembea na vitambulisho vingi, hivyo mpaka leo sijawahi tena kutumia wallet. Kipindi hicho niliwahi kuhisi hiyo hali, japo sikuhisi kama inasababishwa na matumizi ya wallet. Pia ukizingatia elimu ni chache, kwa hiyo sidhani pia kama kuna anayeelewa kwamba matumizi ya wallet kwa muda mrefu inaweza kupelekea shida katika uti wa mgongo. Naitwa James Doto Buongo, ni mkazi wa hapa Sengerema, mtaa wa Igogo. Ndio unashughulika na nini? Afisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda. Ndio, labda pengine unaweza kutueleza kuhusiana na hiki ambacho leo tunakizungumza kwamba wewe ni mtumiaji wa wallet? Ndio, natumia sana. Labda utueleze kwamba kwenye matumizi yako ya wallet pengine kuna kitu ambacho huwa unagundua muda mwingine baada ya shughuli zako, pengine labda unahisi kama kuchoka, pengine kiuno kuuma, na ulishawahi kujiuliza kwamba sababu inaweza kuwa nini? Kwa matumizi ya wallet kwa kweli mimi natumia, ila sijui kwa sababu shida ninayoipata labda nikienda kupumzika naona kama kiuno kinaniuma, nikiamka asubuhi nakuwa najinyosha, ila sielewi tatizo ni nini na sababu ni nini inayosababisha. Sahihi. Kwa sababu upande hata ukiwa unaendesha upande mwingine unakuwa umenyanyuka, upande mwingine unakuwa chini. Kwa sababu ya ile wallet inakuwa imebeba vitu vingi. Unapokaa kwenye chombo cha moto hata sasa kwenye pikipiki au kwenye gari, vile lazima upande mwingine huo mnyanyuke kama umepigwa jeki. Unapokuta kwenye barabara zetu hizi za rough road ambazo zinavunja, ina maana ukiwa na nesa pale lazima itakuwa inapandisha hivi. Mimi hisi nayo hiyo ni changamoto. Ubebaji wa mabegi mazito yenye madaftari mengi huongeza mzigo usio wa lazima kwenye mgongo na husababisha maumivu ya muda mfupi na muda mrefu. Kutokana na hili, imenipelekea kubisha hodi ofisi za mdhibiti mkuu wa ubora wilaya ya Sengerema, Emmanuel Hangaya. Kwa kweli hili ni swala la kishule na wala sio swala la kisera. Sera ya elimu na mafunzo yenyewe inaelekeza kwamba mtoto wa ngazi ipi asome masomo yapi. Kwa hiyo kuna masomo kwa idadi. Kwa mfano, mwanafunzi wa elimu ya msingi hatakiwi kuwa na zaidi ya masomo 10. Hatakiwi kusoma zaidi ya masomo 10. Maana yake nini? Kila somo kama atalisoma kwa uaminifu atakuwa na daftari moja. Kila somo litatumia daftari moja. Kwa hiyo hatukusudii mwanafunzi awe na zaidi ya madaftari 10 kwa wakati mmoja. Na ukumbuke masomo haya yanayofundishwa shuleni hayafundishwi yote kila siku. Kuna ratiba za kuzingatiwa pale shuleni. Kwa hiyo kwa siku kuna vipindi 8. Na ndani ya vile vipindi wakati mwingine kuna vipindi vya michezo, kuna vipindi vya dini, lakini kuna masomo yanakuwa na vipindi 2. Kwa hiyo kwa siku unaweza kujikuta mwanafunzi anapaswa kwenda shuleni na madaftari 6 au 7. Na sio zaidi ya hapo. Sasa pale ambapo tunawaona wanafunzi wanakuwa na mzigo mkubwa sana wa madaftari, pengine ni utaratibu wa shule husika na wala sio utaratibu wa kisera kwa shule zote nchini. Kwa sasa hivi kitu ambacho naweza nikakisema labda kwa uongozi wa shule, wakuu wa shule pamoja na wasaidizi wao, tuseme walimu kwa ujumla, waone basi umuhimu wa namna gani watawapunguzia watoto wadogo mzigo wa kubeba madaftari mengi. Wanaweza wakawaelekeza kwamba kesho tutakuwa na masomo haya na haya. Kwa hiyo hakuna haja ya kuja na madaftari yote. Uje na daftari hili na hili, hili na hili. Nafikiri wakifanya hivyo kwa maelekezo hayo,
wanaweza wakawa wameanza kuchukua hatua za awali za kuwasaidia watoto kuto kubeba mzigo mkubwa wa madaftari. Lakini jingine ni kuwapunguzia kazi, kuwapunguzia watoto kazi za kufanya shuleni. Kuna shule kila siku lazima mtoto awe na kazi zaidi ya 5, 6. Sasa kila kazi lazima iwe na daftari lake. Ukiweka sasa na kazi za darasani au masomo ya kawaida darasani, unakuta madaftari ya kazi za nyumbani, madaftari ya darasani, madaftari labda ya testi, madaftari sujia majaribio, yote kwa pamoja mtoto anayabeba kwa wakati mmoja. Sasa ni vizuri ratiba za shule zikazingatiwa ili kumpa nafuu mwanafunzi ya kuto kubeba madaftari mengi na kuwa na mzigo mkubwa wa kubeba. Lakini kingine, hata kwenye ukubwa wa madaftari, uongozi wa shule unaweza ukapendekeza aina ya madaftari ya kutumia. Sio lazima kila wakati na kwa kila shule watumie counter books za kwaya 2, kwaya 3, kwaya 4. Waangalie na umri wa mtoto. Unaweza kutumia tu madaftari ambayo ni ya kawaida yenye kurasa labda 48, yenye kurasa 100, wakaachana na mtindo wa kuwa lazimisha watoto wadogo kuwa na madaftari yenye kurasa nyingi, counter books kubwa. Sasa hizo counter books zitumiwe na wanafunzi wa madarasa ya juu, labda kuanzia darasa la 4, la 5 na kuendelea. Lakini kwa darasa la kwanza, la pili, la 3 na la 4 wanaweza kapunguziwa mzigo huo kwa kupewa maelekezo ya kununua aina fulani ya madaftari ambayo hayatakuwa ni mzigo wa kuwachosha. Mbali na wanafunzi, baadhi ya watumiaji wa vyombo vya usafiri hasa bodaboda wamezoea kuweka pochi nene zilizosheheni vitambulisho katika mifuko ya nyuma ya suruali, hali inayotajwa kuwa ni moja ya chanzo kikuu cha kuumiza pingili za mgongo na kiuno. Hali hii husababisha kukaa mkao usio sahihi, ambapo pingili za mgongo na kiuno hupishana na kupelekea maumivu ya muda mrefu na muda mfupi bila mhusika kufahamu chanzo chake. Donald Ngadaya, ambaye ni mmoja wa wamiliki wa vyuo vya udereva hapa Sengerema, anaeleza kwa kina. Ni mkurugenzi wa Muungano Driving School, chuo ambacho kinatambulika kama Muungano VTC Sengerema Driving School. Udereva, namna ya kuendesha kuna namna nyingi sana. Kuna mtu anaendesha unaona kabisa ameiatamia steering, yani amelala kabisa hivi, steering iko hapa, anaendesha. Huyo hata ukimwambia inuke hivi hataweza, kwa sababu mazoea yako hivyo, na inawezekana alikofundishwa ndivyo wanaendesha hivyo. Lakini unatakiwa ukae stable, angalau mikono yako hii si unaendesha imenyoka hivi, angalau hakisha imekunja, ili unapata balance. Hata kama kuna dharura imetokea, basi unapata balance ya mkono kuendelea kukusaidia. Lakini ukiwa unaendesha umenyosha hivi au umeendesha umeinama hivi, maana yake ni kwamba lazima utatengeneza madhara mengine mwilini. Mfano mwingine ambao unaona mtu anaendesha labda kaweka mto. Unajua unapoweka mto ule unaweza ukasogea mbele bila wewe kujua, kwa kulingana na mazingira ya barabara zetu, lakini kiuno chako kikatumbukia ndani ya kiti kwenye mto. Kwa hiyo tayari unakuwa umezuia mgongo huu kufanya kazi, yani kufukua katika hali ile ya mneso, kwa sababu kiti kitakuwa kinakubana na huku kiuno kimetumbukia. Ndio unaona mtu akishuka kwenye gari mara nyingi unakuta anajinyosha, yani utafikiri kwamba alikuwa anapigwa, yani kachoka. Kwa hiyo mara nyingi kitaalamu sisi tuna namna ya ukaaji, ndugu mtangazaji, kama hapa tutapoonyesha. Huu ukaaji sio salama sana. Kwa mtu ambaye anaendesha gari. Tunapenda mtu anyoke hivi. Na wakati mwingine funga kitu kingine hapa, hata kama mtu kadogo, wanatengeneza vimto kwa ajili ya kuweka hapa, kwa ajili ya kukaa hapa. Huu mgongo ulivyotengenezwa hapa katikati pameingia hivi. Kwa hiyo kama pameingia hivi, maana yake na kiti chako kitaingia hivi ndani kukusupport wewe, mfupa huu ukae umenyoka kama alivyokaa huyu. Kuliko mtu kama huyu akiendesha ndani ya miaka 10, 15 ni lazima atapata madhara ya mgongo, kwa sababu tayari muda wote hizi pingili zinakuwa zinajivuta. Hii inaweza kuleta changamoto, tena ni kubwa sana, kwa sababu sisi binadamu tuna sehemu ya kukalia kwenye kiti ambayo inatakiwa ukae
palingane. Lakini hata kama kiti kile kitatengenezwa upande mmoja ukawa huko juu mwingine huko chini, ni sawasawa tu na kwamba umeweka vitu mfukoni. Kwa hiyo ni lazima upande mmoja huku kutalazimishwa kuwa kuna panda juu, upande huu wa huku kutakuwa kawaida kumekaa chini. Kwa hiyo muda wote unapolukaluka huku kuna lazimishwa kupande juu. Kwa hiyo inawezekana hata uti wako wa mgongo ukakuletea shida baadaye, ambayo sio shida ya siku moja unaweza kaijua. Lakini pale ndio nakwambia mtu kwamba nikilala usiku nasikia mgongo unaniuma sana. Lakini kwa kitu kidogo tu inawezekana aliweka vitu fulani humu, vitambulisho au nini kwenye mfuko wa nyuma, na wengi tunatumia hivyo, lakini madhara yake kwa sababu ni ya taratibu hatuwezi kuyajua. Ushauri wangu mimi ni kwamba tutafute namna nyingine ya kutunza vitu, sio kwenye wallet. Na kama basi unaweka kwenye wallet, hakikisha sio mtu wa kukaa muda mrefu. Inawezekana ukaweka vitu vyako kwenye wallet, ukaenda mahali, ukanunua maji ukanywa ukaondoka, ile ni sawa. Lakini kama una muda wa kukaa, yani shughuli yako inakulenga wewe kukaa kama dereva, ni hatari sana kuweka wallet mfukoni. Bila kujali mfuko wowote, ile ni mfuko wa nyuma, uwe wa kulia au kushoto, lakini nyuma. Hata katika mazingira ya ofisi au sehemu nyingine za kazi, kukaa muda mrefu kwenye mkao mbaya huongeza hatari ya maumivu ya pingili za mgongo na kiuno. Chazi Gabrieli ni mkuu wa kitengo cha tiba ya mazoezi ya viungo physiotherapy hospitali ya Misheni Sengerema. Hapa anaelezea. Kwa ufupi kabisa, ningependa nizungumzie kuhusiana na maumivu ya migongo na hasa vyanzo na nini kifanyike kama endapo mtu amepata shida hiyo. Maumivu ya mgongo kwa kweli kwa walio wengi inatokana na harakati zetu za maisha. Tuseme kwa mfano madereva ambao wanaendesha magari kwa safari ndefu, lakini siku hizi tunao vijana madereva wa bodaboda, lakini na wananchi tu kwa shughuli zetu za maisha ya kila siku. Hivi vyote vinaweza vikawa, kama usipozingatia ushauri, vikawa vyanzo vya moja kwa moja vya maumivu ya mgongo. Na hasa ningesema ni staili ya maisha yetu ya kila siku. Kina baba tuna hizo wallet, uta ina burungutu la kibunda. Bunda hicho kinakufanya sasa ukae upande. Kwa hiyo kumbe unapokaa upande ni kwamba unaweka mgongo katika mkao ambao si sawa katika asilia yake. Kwa hiyo ikitokea hivyo kwa muda mrefu, mwisho wa siku inaweza kukuletea maumivu ya mgongo. Lakini tunao watu au watumishi katika maofisi mbalimbali ya umma na hata ya binafsi. Akuta shughuli yako ni ya kukaa muda mrefu. Labda ni wanaita ni katibu mtasi, secretary, au ni watu wanaofanya kazi za kompyuta kwa muda mrefu, mabenki au sehemu nyingine ambazo na shughuli kama hizo. Kwa hiyo ule mkao wako usipopata ushauri wa namna ya kukaa, hiyo nayo inaweza ikawa chanzo cha moja kwa moja cha shida ya mgongo. Napoongelea namna ya mkao, maana kwamba tunavyo viti vile vinavyoitwa office chairs. Office chairs si kiti ambacho kinakufanya labda ukae upande, maana kwamba ukiangalia mkao wa office chair sio vile viti vya plastiki. Viti vya plastiki ni tofauti na vile viti vya maofisini. Viti vya maofisini vinakuwa vimetengenezwa kwa mkao ambao kiasi fulani inalinda mgongo wako. Kwa hiyo viti vingine ambavyo si katika mkao au namna hiyo ya viti vya ofisini, ukitumia muda mrefu kama hivi viti vya plastiki vya siku hizi madukani, vinaweza kukupelekea shida ya maumivu ya mgongo. Lakini pia nilisema pale mwanzo kwamba madereva wanapoendesha muda mrefu ni safari, pengine kuna madereva wa mabasi anaenda Bukoba labda kutoka Mwanza na kesho anarudi, kesho kutwa anaenda tena safari. Huo ni mkao. Kwa hiyo inafaa kipindi fulani hata kama ni kuendesha, basi baada ya muda ainuke au nyoshe mgongo.
ili kuondoa ule mgandamizo ambao kwa muda mrefu mwili unakuwa umeweka katika zile pingili za mgongo. Lakini hivyo hivyo kwa madereva wa pikipiki ambao mara nyingi wanaendesha labda safari ndefu, hiyo nayo anahitaji muda fulani apumzike ili mgongo uweze angalau zile pingili zitokane ule mgandamizo. Naposema mgandamizo maana yake kwamba uzito wa kichwa, uzito wa mabega wote unatengeneza mgandamizo kwenye pingili za mgongo. Lakini pia hata katika familia zetu, namna ya vitanda vyetu, ukienda kwa wataalamu wanakuambia kuna magodoro fulani ambayo yametengenezwa maalumu kwa ajili ya kulinda mgongo. Basi kiasi fulani ni gharama, lakini basi tunafanyaje? Yako magodoro ambayo ni ya kawaida ambayo mimi ningeshauri sio manene sana, wanasema si inchi 6 si inchi ngapi, yale kiafya kimsingi hayafai. Godoro inchi 3 inchi 4 yale angalau yanaweza kukulinda mgongo, hata kama sio special kwa ajili ya kulinda mgongo. Tunaacha yale special kwa ajili hasa ambao wameshapata shida za mgongo. Lakini kwa sisi ambao bado hatujapata, magodoro ya kawaida ambayo si yenye ujazo mkubwa kufikia inchi 6 inchi 8 inchi 10 si ngapi, yale kwa kweli si mazuri kiafya. Inchi 3 inchi 4 ndio mazuri kwa afya. Lakini pia hata vile viwango vya ubora kulingana na shirika la viwango la Tanzania TBS. Kwa hiyo unakuta kama limewekewa nembo hiyo, unakuta kwamba sipigi debe kwamba shirika, kwa sababu wale wako kwa ajili ya kutupa ubora, kudhibiti ubora wa vitu tunavyovitumia. Kwa hiyo kama godoro limepewa hiyo ithibati ya kwamba lina viwango vya ubora huo, basi. Lakini mimi kama mtaalamu nisingependa tufike kwenye magodoro, kulalia magodoro ya inchi 6 inchi 8. Napenda angalau kupunguza kule kunesa ile mgongo ukae katika ule mkao unaopaswa, basi tutumie magodoro labda ya inchi. Na mimi kama nilivyosema sipigi kampeni kwamba labda si godoro si kampuni gani, lakini angalau naongelea ule ujazo wa vile ule uzito au tuseme ni ujazo wa lile godoro. Yale yanaweza kukusaidia kulinda mgongo wako. Kawaida ni watu wazima, lakini sasa katika hizi siku za hivi karibuni kwa kweli ni kama ni mchanganyiko. Mchanganyiko kwa maana kwamba kuna vijana ambao katika hali ya kati usingedhania kwamba wanaweza kuwa na maumivu ya mgongo. Na hapa pia ningependa nisitize kabisa kwa upande wa walimu wetu. Walimu wetu kule mashuleni wamekuwa na namna ambayo kwao nafikiri ni nzuri, lakini sasa tungetafuta namna nzuri. Mtoto anaandikia counter. Daftari inaitwa counter. Si kwa ya 2 kwa ya 3. Sasa likiisha anaambiwa aliunganishe. Likiisha na ile la pili aunganishe pale pale. Kwa hiyo maana yake kwamba daftari moja ni kwa imebeba madaftari 3. Sasa masomo yako 7 8 9. Na mtoto anaambiwa aende na madaftari ya masomo yote siku hiyo. Sasa kama aliunganisha makaunta 3 4 kwa somo moja na masomo yako 9, ile begi lake itakuwa imebeba makaunta mangapi? Sasa unaweza ukaangalia sasa ni mtoto wa darasa la 3, la 4, la 5. Kwa hiyo mwisho wa siku watoto wanapata pia vibiongo na maumivu makali ya mgongo baadaye. Ndio maana nasema sasa hivi kuna wakati unaona mtoto au kijana ambaye usingetarajia kasa kwamba awe na maumivu ya mgongo, lakini wanakuja. Lakini pia nilisema pale mwanzo kwamba hii mikao kwenye viti, tumia kiti cha plastiki ambacho sio kimsingi cha kukalia muda mrefu. Kwa hiyo hilo nalo linaweka vijana katika hatari ya maumivu ya mgongo na tunawaona. Na pia madereva wetu vijana kwenye pikipiki. Kwa watu wazima ndio ni mabadiliko ya umri, mifupa nayo inabadilika na shughuli zilizofanya katika ujana wao si majarubani si wapi. Hilo grupu lipo, lakini sasa tunapata taharuki kwa kweli tunapopata vijana miaka 20, miaka 18, miaka 22 anasema ni maumivu makali ya mgongo. Na ukiangalia kweli unaona lakini ndio vyanzo kama hivyo. Kwa hiyo mtangazaji na wasikilizaji, hilo ni kwamba marika yanayopata sasa hivi changamoto ya maumivu ya mgongo ni marika yote tu. Kawaida sisi kama wataalamu wa afya
huwa tuna vitu vingi ambavyo unasema huyu mgonjwa amefika hospitali kwa nini? Cha kwanza huwa ni maumivu ambacho kinamfanya mtu kuja kupata huduma hospitalini. Kwa hiyo nijikite kwenye hilo kwamba watu wanapopata changamoto ya maumivu, kwa kweli, pamoja na kununua dawa huko mitaani, lakini mwisho wa siku anafika hospitali. Na pofika hospitali mara nyingi mawazo yao ni kwamba nikapime x-ray. Lakini pengine x-ray si ni kipimo tu, na pengine usione changamoto, kwa sababu wakati mwingine changamoto sio rahisi sana, kila changamoto inaonekana kwenye x-ray. Kwa hiyo kumbe wanapofika hospitalini, na ningeomba kabisa mwananchi anapopata maumivu kama hayo ya mgongo, cha kwanza afike hospitali. Sisi wataalamu tupo, tutashauri kwamba hii tunahitaji kuona x-ray au hii tunaweza kuitibu tu hata bila x-ray. Na wakati mwingine ni ushauri tu. Kwa mfano kama nilivyosema, watu wanaokaa ofisini muda mrefu, ukimshauri baada ya siku 2-3 anasema hivi, wewe ukumbuli ni ndoga eti, mbona unishauri tu hata nimefuata tu hayo nimepona. Kwa hiyo cha kwanza wafike hospitali, watakutana na wataalamu, tutawashauri. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi ya ushauri, basi tunatiba. Na kama alivyosema kuna tiba ya mazoezi ya viungo. Na mwitiko kwa kweli kwa sasa hivi tuna wateja wengi wa kutosha kwa ajili ya wateja kama hao wa tiba au wenye shida za mgongo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mwananchi anapopata shida au changamoto ya maumivu ya mgongo, wafike hospitali, na hospitali sasa wataalamu tupo, tutashauri namna ya kufanya. Afya ya mgongo na kiuno inaanza na maamuzi madogo ya kila siku, ikiwemo kupunguza mizigo iliyopitiliza, kurekebisha mkao na kupata elimu sahihi. Kinga ni bora kuliko tiba. Mimi ni Peter Maresa. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.